Sawa sawa. Leo tutajifunza kitu kinachosema kuwa na mtazamo wa kiufalme. Kuwa na mtazamo wa kiufalme. Kingdom mindset. Kuwa na mtazamo wa kiufalme. Mungu ametupa kitu kizuri tuweze kujifunza siku ya leo. Kuwa na mtazamo wa kiufalme. Kingdom mindset. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na mtazamo wa kiufalme. Praise the Lord. Sawa. Tunapozungumzia mtazamo wa kiufalme ni jambo ambalo linaanzia kwenye kuzaliwa mara ya pili. Tunapozungumzia kuwa na mtazamo wa kiufalme, kingdom mindset, ni jambo linaloanzia kwenye kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia mtazamo huu unaanzia kwenye kuzaliwa mara ya pili. Kwenye kuzaliwa mara ya pili, kwa maana ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo mtazamo wa kiufalme unapoanzia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapozaliwa mara ya pili, kwa mujibu wa maandiko, amekusudiwa kugeuzwa nia kwa neno la Mungu na kuwa na uelekeo wa kiufalme, kuwa na mtazamo wa kiufalme. Amen. Nataka nirudie tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapozaliwa mara ya pili, amekusudiwa kugeuzwa nia, kwa maana ya mtazamo wake wa ndani, kwa neno la Mungu. Amen. Mtu anapozaliwa mara ya pili amekusudiwa kugeuzwa nia kwa neno la Bwana au kwa neno la Mungu, aanze kutembea sasa kwa namna ya kimtazamo wa kiufalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wana wa Mungu? Ndiyo maana Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa pili kwa Wakorinto, ile sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kumbuka Kristo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwaje kiumbe kipya? Maana yake ile mind set yake, mtazamo wake wa ndani, ile nia ya ndani inakuwa nia nyingine kwa neno la Kristo, kwa neno la Mungu. Amen. Maana yake lile neno la Mungu limekusudia kugeuza nia ya huyo mtu. Mwanzo, kabla hajazaliwa mara ya pili, alikuwa na mtembeo fulani kadiri ya mitazamo ya kidunia. Mwanzo, kabla hajamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alikuwa anatembea kwenye mtazamo wa kidunia, kwenye mawazo ya kidunia. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa mara ya pili, ni mtu sasa anafanywa upya kwa neno la Kristo. Ndio maana anaposema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kristo ni neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo kama Kristo ni neno la Mungu, hili neno la Mungu limekusudia kumgeuza mtu, mindset yake ifanane na mtazamo wa kiufalme. Amen. 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 Haleluya.
Ndiposa nikasema mindset, kingdom mindset inaanzia baada ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mbingu zinatarajia baada ya wewe kuokoka, wanatarajia kwa neno la Kristo ugeuzwe mtazamo wako, uanze kutembea kadiri ya ufalme wa Mungu unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mbingu zinatarajia baada tu ya wewe kuokoka, baada tu ya kuzaliwa mara ya pili, zinatarajia ufahamu wako ugeuzwe, mtazamo wako ugeuzwe kwa neno la Kristo, uanze kutembea sawasawa na mtazamo wa kiufalme, sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunajifunza kwa habari ya mtazamo wa nini? Wa kiufalme, kingdom mindset. Kwa hiyo kingdom mindset haiji kama mtu hajazaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamo wa kiufalme hauwezi ukawa kama mtu hajazaliwa mara ya pili, na endapo tu umezaliwa mara ya pili, mbingu zinatarajia kuanza kukuona ukitembea kwenye mtazamo wa kiufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Kuna mtu anapokea kitu, kuna mtu anapokea kitu cha kumsaidia kwa neema ya Mungu, kuna mtu anadaka kitu cha kumjenga kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu amenielewa. Najaribu kuweka msingi fulani. Nimesema kingdom mindset haiwezi ikawa kama mtu hajazaliwa mara ya pili, na endapo umezaliwa mara ya pili, kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu anatarajia kuona unatembea kwenye nini? Kwenye kingdom mindset, kwenye mtazamo mtazamo wa kiufalme. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtazamo wa kiufalme ni nini? Mtazamo wa kiufalme ni nini? Mtazamo wa kiufalme ni nini? Mtazamo wa kiufalme ni kuishi kwa kuongozwa na kanuni, hekima na thamani za ufalme wa Mungu. Mtazamo wa kiufalme ni kuishi kwa kuongozwa na kanuni, yani kanuni za kiufalme. Maana yake kwenye ufalme wa Mungu kuna kanuni. Ni sawa? Kwenye ufalme wa Mungu kuna nini? Kuna kanuni. Kwa hiyo mtazamo wa kiufalme ni kuishi kwa kuongozwa na kanuni, yani za kiufalme, na thamani ya kiufalme. Maana yake kwenye ufalme wa Mungu kuna thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ufalme wa Mungu kuna nini? Kuna thamani ya kiufalme. Maana yake sasa napaswa kuishi na mimi kama wanavyotaka kwenye hiyo thamani ya kiufalme. Sipaswi kuishi chini ya thamani ya nini? Napaswa kuishi kwa thamani ya kiufalme. Sasa ili niweze kuishi kwenye hiyo thamani, lazima mindset yangu, mtazamo wangu huo umekwisha kufanywa upya kwa neno la Bwana. Mawazo yangu, mtazamo wangu huo umekwisha kufanywa upya kwa neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba kuwa na mtazamo wa kiufalme maana yake ni kuishi kwa kuongozwa na kanuni za kiufalme, hekima ya kiufalme. Maana yake kwenye ufalme wa Mungu kuna hekima ya nini? Ya kiufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia kuna thamani tumesema ya kiufalme. Haleluya. Badala, andika hiyo kitu, badala ya kutawaliwa na hofu, mazoea au matamanio ya dunia, badala ya kutawaliwa na hofu, mazoea au matamanio ya dunia. Mungu atusaidie sana. Tunaelewana wana wa Mungu? Kama utakuwa umeandika useme amen ili niendelee. Kama utakuwa bado nataka nirudie, uniambie rudia tena mwalimu. Narudia mara ya mwisho. Tumesema
Kuwa na mtazamo wa kiufalme ni kuishi kwa kuongozwa na kanuni, hekima na thamani za ufalme wa Mungu, badala, tunaanzia hapa kwenye hiyo badala ya kutawaliwa na hofu. Maana yake hofu haitokani na ufalme wa Mungu aliye hai. Hofu inatokana na shetani. Tuko sawa sawa? Kumbuka hofu inazaa mambo mengi sana. Hofu inamfanya mtu asifanikiwe. Badala ya kutawaliwa na nini? Kutawaliwa na hofu, jambo la kwanza. Jambo la pili, mazoea. Unakuta mtu anaishi kimazoea. Mazoea au matamanio ya dunia. Yaani anaacha kuishi kwenye mtazamo wa kiufalme, anaanza kuishi kadiri ya mambo anayoyaona duniani. Anaanza kuishi kadiri ya mitazamo ya kidunia, na wakati yeye hajatokana na dunia, na wakati yeye hajatokana na nini? Na dunia. Ametokana na Mungu. Biblia inasema tumezaliwa kwa neno, kwa mbegu ya neno la Mungu isiyoharibika. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hiyo mtu huyu ili asiweze kuyaisha aliyoyasema hapa duniani, lazima kugeuzwe ndani yake, mtazamo wake, nia yake igeuzwe, aanze kuwa na mtazamo wa kiufalme, aanze kutembea kwenye mindset ya kiufalme. Praise the Lord. Na hiyo mindset inatokana na neno. Unajua taarifa zina nguvu sana kwenye maisha ya mtu. Taarifa zina nini? Hali ya maisha ulionayo leo ni kwa sababu ya taarifa nyingi, mkusanyiko wa taarifa ulizonazo tangu unazaliwa. Kwa hiyo zikakufanya ukawa na matokeo ulionayo. So mbinguni wanataka wabadilishe mtazamo wako, kwa sababu wewe baada tu ya kuokoka wanataka wakugeuze sasa, wakutumie kwenye ulimwengu huu kutimiza kusudi la kuumbwa kwako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kitasababisha kugeuza mindset yako ni neno la Mungu. Yaani unapolisikia neno la Mungu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, imani huja kwa kusikia. Imani huja kwa kusikia. Kunakotokana na neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake neno la Kristo ni taarifa fulani za kweli. Tuko sawa sawa? Neno la Kristo ni taarifa fulani za kweli. Achana na hizo taarifa ulizonazo zingine. Unaweza ukawa na taarifa lakini sio kweli ya neno. Tupo sawa sawa? Unaweza ukawa na taarifa lakini sio neno, sio kweli ya nini? Ya neno. Tuko sawa sawa? Unaweza ukawa na taarifa aidha kutokea kwa wazazi wako tangu wamekuzaa, umekuwa unazo taarifa lakini yamkini isiwe kweli ya neno. Tuko sawa sawa? Isiwe kweli ya nini? Yamkini na wao hizo taarifa kuna mahala walizichukua, kuna mahala walisikia, yamkini sio kweli ya neno. So Biblia inapotuambia kwamba imani huja kwa kusikia kunakotokana neno la Kristo, manake imani hii sio imani ya kawaida, sio imani ya mizimu, sio imani ya kuabudu nini miungu ya Baali. Ni imani inayokufanya urudi kwenye kusudi na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Kwa hiyo jambo la kwanza tumeona kwamba mindset ya mtu ili iendane na ufalme wa Mungu itategemea sana taarifa anazozipata. Je, taarifa hizi zinatokana na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini unazo taarifa nyingi lakini siwe kweli ya neno. Unazo taarifa nyingi lakini sio kweli ya nini? Sio kweli ya neno. Ndiposa Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 31 pale mpaka 32. Unaweza ukasoma hapo, mtu wa Mungu. Unaweza ukasoma karabusata kapa. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 32. Rondo kopori ya masandiki hapa. Tuende hapo tusome, tupate kitu, tupate skili hapo. Oh Jesus. Yes. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 mpaka
Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Kuna Wayahudi ambao walimwamini Yesu, kuna Wayahudi ambao walimwamini Yesu na kuna Wayahudi ambao hawakumwamini nani? Na hao watu walimwamini Yesu kwa sababu walimsikia akisema. Kwa hiyo lile neno alilokuwa akilinena lilijenga imani, lilileta imani ambayo ilipelekea wakamwamini. Ninyi mkikaa katika neno langu, kwa sababu mliposikia nikihubiri habari za ufalme mmeniamini. Sasa nini kinachohitajika? Mkikaa katika neno, mkikaa kwenye hizi taarifa, mkikaa katika hichi mlichokisikia, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Maana yake anachowaambia ni nini? Kwa sababu hatua ya kwanza mmeichukua ya kuniamini, basi kwa kuniamini huko mtaendelea kufahamu zaidi. Amen. Kumbuka Kristo ni neno la Mungu na hawa Wayahudi wamemwamini. Kwa hiyo matarajio ya kumwamini kwao, Yesu anajaribu sasa kuwasisitiza ya kwamba mkikaa siku kwa siku ndivyo ambavyo mtakuwa mnaifahamu kweli, na mtakapokuwa mnaifahamu kweli, hiyo kweli itakuwa inawaweka huru. Haleluya! Kuna mambo mtaanza kuyaelewa, kuna vitu mtaanza kuvielewa, na kuelewa kule mtaanza kukaa katika namna mliopaswa kukaa, namna mliopaswa kuwa. Unaweza ukawa unaishi maisha lakini sio maisha ambayo ulipaswa kuwa, kwa sababu ya aina ya taarifa ulizo nazo zikafanya ukawa hivyo. Lakini Biblia inaposema imani huja kwa kusikia neno la Kristo, maana yake anataka aturudishe kwenye kingdom mindset, kwenye mtazamo wa kiufalme wa Mungu. Kuna namna tuelewe Mungu anataka nini. Praise the Lord. Kuna namna tunaposikia neno la Bwana, Mungu anataka tuelewe anataka nini. Tukishaelewa anachotaka, tukitembea katika hicho, tayari maisha yetu tunatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu tunatembea kwenye mapenzi ya Mungu, tukiomba lolote tunapatiwa, tunapewa. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona kuna umuhimu sana wa kusikia neno la Mungu ili kuweza kurejeshwa kwenye kingdom nini? Mindset. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuhimu wa kusikia neno la Mungu. Unaposikia neno la Mungu, kuna aina ya taarifa ambazo ulizikusanyaga tangu unakuwa, zinafutika, alafu zinaingia taarifa mpya za kiufalme zinazokujulisha ulivyotakiwa kuwa, unavyotakiwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka kwenye ufalme wa Mungu kuna mambo mengi sana yapo, yani kuna siri mbalimbali. Kwa hiyo kadiri unavyolisoma neno la Mungu, hizo siri zinafunuliwa kwako. Kadiri hizo siri zinapofunuliwa kwako, unapata ufahamu wa kujichua ya kwamba okay, mimi sio yule, mimi ni mtu fulani. Yani unapata uhalisia wako ya kwamba okay, huyu Emmanuel, Emmanuel ni nani? Alipaswa aweje? Neno la Mungu linasema nini? Unakumbuka habari za Yesu wakati ameenda amefungua chuo cha nabii Isaya? Wakati alipofungua akasoma mahali palipoandikwa habari zake. Maana yake hata wewe pia ziko habari zako kwenye neno la Mungu, namna unavyopaswa kuwa. Hujaiona unaomba unapewa andiko linalokuhusu wewe. Maana yake unajulishwa ya kwamba wewe Joseph, tangu unaletwa duniani kuna kitu fulani unapaswa kukifanya, na hicho kitu kipo hivi na hivi. Hujawahi ona maandiko Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, anamwambia Yeremia, na alikujua. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 anamwambia, na alikujua kabla hata mimba yako haijatunga. Maana yake kwenye ufalme wa Mungu wana taarifa za Yeremia. Kwenye ufalme wa Mungu wana details za Yeremia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utakuja kugundua kitu. Yeremia amezaliwa kwa mzee Hilkia, na sijui kama mzee Hilkia anajua taarifa za Yeremia. Kwa hiyo Yeremia anahitaji kujihusisha, kujinidhamisha
kwenye neno la Bwana ili apate siri, apate kukaa kwenye mtazamo wa kiufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijajua kama nahubiri au nafundisha. Naenda haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi najaribu kufuata uelekeo fulani hivi ili tupate kitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Andika hivi. Mtazamo wa kiufalme ni kuyajua kwanza mapenzi ya Mungu, ni kuyatafuta kwanza mapenzi ya Mungu. Mtazamo wa kiufalme ni kuyajua mapenzi ya Mungu au kuyatafuta kwanza mapenzi ya Mungu. Praise the Lord. Mtazamo wa kiufalme ni kuyajua kwanza mapenzi ya Mungu au kuyatafuta kwanza mapenzi ya Mungu, kwamba nataka niyajue kwanza mapenzi ya Mungu. Au ndio watu wanaoitwa kingdom seekers. Praise the Lord. Watafuta nini? Ufalme. Haleluya. Watu ambao wanataka kuyajua kwanza mapenzi ya Mungu. Kabla sijafanya jambo lolote, nataka kuyajua kwanza mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu sijaja duniani kwa bahati mbaya. Kuna kusudi la Bwana limenileta duniani. Kuna mapenzi ya Mungu yamenileta duniani. Kuna jambo la kiufalme uwepo wangu duniani, kuna jambo la kiufalme napaswa kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima kwanza mtu anayetaka kuwa na mtazamo wa kiufalme. Kwa hiyo mtazamo wa kiufalme ni kuyajua kwanza nini? Mapenzi ya Mungu, kuyaelewa kwanza mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6, Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Naomba tuende hapo pamoja. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Rosatakayada. Anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Na haki yake. Yes. Na hayo yote. Maana yake hapa anajaribu kutuambia bali kwanza bali tafuteni kwanza mapenzi yake. Kwa hiyo tunapovitafuta, baraka tunazozitaka zipo kwenye mapenzi ya Mungu. Tukishayajua mapenzi ya Mungu na hizo baraka tumezipata, ndiposa anasema bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mapenzi yake na utakatifu wake. Haki ni utakatifu. Amen. Haki ni nini? Ni utakatifu. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote. Maana yake anajaribu kutuambia kwamba kama tukijipata kwenye mapenzi ya Mungu, kwenye mtazamo wa Mungu, kwenye makusudi ya Mungu, na hivi vyote ambavyo tunavitaka tutavipata. Haleluya. Ngoja nikupe siri ya ajabu sana. Unaweza ukawa na hela nyingi, unaweza ukafanikiwa, ukawa na rasilimali nyingi, lakini yamkini hazijatokana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kufanikiwa, kupata vitu vya dunia hii haimaanishi huko kwenye mapenzi ya Mungu. Kuna mtu ananielewa ninasema? Hujaiona watu wameiba na wana hela nyingi na wameua watu ili wakae sehemu fulani, ili wachukue vitu fulani. Kwa hiyo nataka kuniambia mtu amefanikiwa yuko kwenye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unaona, utakuja kugundua hapa kwenye ile andiko anaposema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Maana yake Mungu hataki tuonee mtu ili tupate vitu. Hataki tupige mtu ili tupate vitu. Hataki tuue watu ili tupate vitu. Anachotaka mtu akishajua, akishaelewa mtazamo wa kiufalme, kwanza ni kujua kwa nini Mungu anataka ufanye nini ukiwa duniani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Manake jambo la kwanza ni kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kuishi utakatifu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kutembea kwenye utakatifu kwanza. Praise the Lord. Okay, ngoja nikuweke hivi. Hata kama ukisema nimejua kusudi la kuumbwa kwangu, bila utakatifu ni bure. Halo? Okay. Basi mtu anaweza sema mimi nina vipawa na karama, bila utakatifu ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na vipawa na karama bila utakatifu nini? Kuwa na vipaji bila utakatifu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila tutakachokifanya Mungu anataka tufanye sawasawa na nini? Na mapenzi yake. Anasema lolote mfanyalo fanyeni kwa Bwana. Yaani chochote mtakachofanya kwenye ulimwengu, kwenye dunia hii kinachohusisha mambo ya Mungu, sifanyi kwa ajili yangu, ninafanya kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameanza kuelewa? Kingdom nini? Mindset. Praise the Lord. Mwambie jirani yako haujajileta. Yupo aliyekuleta. Lazima uelewe mtazamo wa kiufalme. Na tumeona jambo la kwanza kabisa hapa ni nini? Ni kuyatafuta nini? Mapenzi ya Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kuyatafuta mapenzi ya Mungu kwanza. Haleluya. Tukishapata mapenzi ya Mungu na haya mengine, kuna mazidisho ndani ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mapenzi ya Mungu, tunapozungumzia mapenzi ya Mungu, kwanza kabisa ni kutembea kwenye sheria ile ya Mungu. Sasa yaani mapenzi ya Mungu, kuna sheria ya Mungu ndani yake, na kwenye hiyo sheria ya Mungu kuna kusudi la Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu alipomleta mwanadamu, alipomuumba mwanadamu, hakumleta aje kuwa muuaji. Unanielewa? Mungu hakukuleta wewe uwe muuaji. Mungu hakukuleta wewe uwe mzinzi. Mungu hakukuleta wewe duniani uwe mwasherati. Mungu hakukuleta wewe duniani uwe mwizi. Mungu hakukuleta wewe duniani uwe tapeli. Mpango wa Mungu, namna ambavyo Mungu alitaka kueneza ufalme wake, nuru yake, ni kupitia wewe ukiaishi mapenzi ya nani? Ya Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna nuru ya Kristo itaenea bila watu. Hakuna namna nuru ya Kristo itaenea bila watu. So, nuru ya Kristo ili ienee lazima wawepo wacha Mungu. Amen. Unanielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna namna nuru ya Kristo itaenea kama hamna hao wacha Mungu. Yaani hao wana wa Mungu, watu waliojaa Kristo. Mungu atusaidie sana. Hakuna namna nuru ya Kristo itaenea bila watu. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa hiyo mpango wa Mungu wa kwanza kabisa ni kuona watoto wake wanaishi kwenye mapenzi yake, wanayaishi maisha matakatifu, wanatembea kwenye ucha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotembea katika namna ya kumcha Mungu, ulimwengu huu tunaachilia nuru. Ndivyo ambavyo giza linakimbia. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa sababu yasema wewe ni nuru, wewe ni chumvi. Kazi ya chumvi ni kuleta ladha. Praise the Lord. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu amekusudia kupitia wewe, ukielewa makusudi ya Bwana, ukielewa mtazamo wa Mungu, uweze kutembea kwenye huo mtazamo. Na mtazamo wa Mungu au mapenzi ya Mungu ya kwanza ni kuyaishi mapenzi yake, ni kutembea kwenye mapenzi yake, kutembea kwenye sheria yake. Haleluya. Usiue, usifanyeje, yote haya ni ya muhimu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, wewe uliyookoka, Mungu anakutazama kama mtu utakayepunguza giza, kama sio kupunguza, kuliondoa kabisa kupitia wewe. Unanielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaniambia nitaliondoaje giza? Kwa namna ya matendo mema, kwa namna ya maisha ya uchaji. Kila mahali utakapoenda uachilie ile nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Yale matendo mema utakayoishi, namna ya uchamungu utakayoishi, ndio itakayoweza kugeuza watu wengine. Amen. Kuna mtu naongea naye mahali hapa. Sasa ni hatari kama wewe okay. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu cha ajabu sana. Kuna mahali fulani Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 16 pale anasema, mkienenda kwa roho hamtazitimiza kamwe tamaa za nini? Za mwili. Manake Mungu anapoona wewe tayari umezaliwa mara ya pili, anataka akutumie wewe uenende kwa roho ili kuondoa hilo giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Manake hilo giza ni matendo ya nini? Ya mwili. Tuko sawa sawa? Na matendo ya mwili ni nini? Si uyasome hapo, maana umefunga Biblia yako. Fungua Biblia, mtu wa Mungu. Yaani mbinguni wanakushangaa. Kuna mtu anaweza kusema sijamsikia Mungu na hujafungua Biblia. Mungu yupo tu kwenye neno lake. Amen. Watu wengi wanataka wasikie sauti, na wakati hata hilo neno ambalo limeandikwa humo hawajaanza kulitii. Alafu anataka alale usiku asikie baba. Mimi ni mtu fulani. Tii kwanza hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana wa Mungu, niwaambie siri ya ajabu. Kanisa kama hili, yani Mungu anatarajia kutokea kwetu, asisikie usuda, asione nini? Si ameandikwa hapo kwenye Wagalatia? Hapo. Twende pamoja, asione nini? Kama tutaenda kwa roho, Mungu atarajii kuona nini? Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Yes. Uasherati. Ndio. Uchafu. Ufisadi. Ibada ya sanamu. Uchawi. Uadui. Ugomvi. Wivu. Hasira. Fitina. Faraka. Uzushi. Husuda. Ulevi. Ulafi. Na mambo yanayofanana na hayo tunawaambia mapema. Kama ilivyokwisha. Inatosha tu hapo, mtu wa Mungu. Sasa pointi yangu iko wapi? Hivyo nafikiri mambo kama haya kama bado yakiwepo kanisani, akija mtu mgeni labda mwongofu mpya atapona kweli? Kwa sababu watu wanaookolewa, yani sisi ambao tayari tumeshaokoka, tumeshazaliwa mara ya pili, Mungu amekusudia atutumie tuweze kuwa sehemu ya kuwatoa wengine, kuwaopoa kutoka kwenye hizo spirit. Sasa maana yake wewe ukishabadilishwa, mindset zako zikibadilishwa, kuna mahala fulani unafanyika kuwa daraja la wengine, kuwavusha kwenda mahala fulani. Umenielewa, mtu wa Mungu? Na ndio maana kwenye mtazamo wa kiufalme kuna kitu kinaitwa utumishi, kuwatumikia wengine. Hasa hauwezi kuwatumikia wengine kama bado una hizo spirit, kama bado unaenenda kwa nini? Kwa mwili ambako ni usuda na nini. Unaweza kumtumikia mtu? Mungu atusaidie sana. Anaposema tukienenda kwa roho, anazungumzia lile tunda la roho. Maana yake kwenye mtazamo wa kifalme wanataka tufike mahala tujae tunda la roho, tujazwe na Roho Mtakatifu, ili kwenye hilo tunda la roho, kwa sababu kuna upendo, tunaweza kuwachukulia wengine, tunaweza kuwabeba wengine, tunaweza kuwasaidia wengine. Hauwezi ukamwona mwingine anapotea ukasema acha apotee tu. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwani ukisoma maandiko yanasema tuweze kubebeana nini? Mizigo. Haleluya. Ninapokusaidia, sikusaidii kwa maana ya kama kukuhukumu, na kusaidia kwa lile pendo, kwa sababu ndani kuna tunda la roho. Na tunda la roho ni nini, wana wa Mungu? Ni upendo. Haleluya. Haleluya. Kama tusonge mbele kidogo. Tusome Wafilipi sura ya 3
mstari wa 20. Tumeona hapo kuna jambo la muhimu ambalo lazima tuweze kuelewa concept ya ufalme wa Mungu, kwamba ni kuyatafuta kwanza mapenzi na haki yake. Mapenzi ya Mungu, tafuteni kwanza ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuyajua mapenzi ya Mungu ili na wewe uweze kutembea kwenye hayo mapenzi ya Mungu siku kwa siku, ndivyo ambavyo maisha yako yanakuwa ni baraka. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 anasemaje? Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko wapi? Mbinguni. Huko mbinguni. Huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Praise the Lord. Unaona kitu anaisema hapa, kwa maana sisi wenyeji wetu huko wapi? Sasa kwa nini tuko duniani? Maana yake tupo duniani ni mabalozi. Amen. Tuko duniani ni mabalozi wa ufalme. Hatuwezi kutembea nje na sheria za kule tulikotokea. Haleluya. Hatuwezi kutembea nje na sheria za kule tulikofanyeje? Hatuwezi kutembea nje na kanuni za kule tulikotokea. Ingawa tupo duniani, lakini tunatembea sawasawa na nini, wana wa Mungu? Na kanuni za kule tulikotokea. Ingawa tuko duniani, lakini tunatembea sawasawa na kanuni za kule tulikotokea. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mtu atasema, nawezaje kutembea nikiwa na hizo kanuni za huko nilikotokea, na wakati mimi ni mwili huko niko na maana simuoni huyo Mungu? Sasa hizo kanuni, kumbuka wewe ni roho. Roho yako imetoka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ili niweze kutembea kwenye hizo kanuni kama balozi wa ufalme wa Mungu, ni kila siku napaswa kujilisha neno, kusoma hiyo katiba. Haleluya. Biblia yako ni nini? Ni katiba. Umepewa kutembea kwenye hiyo miongozo. Amen. Amen. Mwambie jirani yako, usije ukajisahau ukafikiri wewe ni wa hapa duniani. Wewe sio wa hapa duniani. Wewe ni balozi wa ufalme wa Mungu ukiwa hapa duniani. Ni sawa na ubalozi wa Marekani hapa Tanzania, wanaishi kadiri ya kanuni za wapi? Za Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa sasa? Hakuna siku ataanza kutembea kwenye kanuni za nini? Kwa sababu wao sio wa Tanzania, ingawa wako Tanzania. Mwambie jirani yako, wewe sio wa dunia hii. Wewe ni mwana wa ufalme. Unapaswa kutembea kwenye kanuni za baba yako za ufalme wa Mungu. Ni hatari kama umeanza kuvuvia mambo ya duniani na wewe umeanza kufanana nao. It's very dangerous. Na wakati wewe sio wao. Wewe sio wa dunia hii. As long as umezaliwa mara ya pili, tayari wewe sio wa dunia hii, sio wa ulimwengu huu, ingawa bado upo kwenye mwili. Lakini unatembea kwenye nini? Kwenye kanuni za kiufalme. Kwa hiyo maana yake kila siku lazima ufike mahala uelewe kwamba wewe sio wa ulimwengu huu. Wewe ni balozi wa ufalme wa Mungu kwenye ulimwengu huu. Maana yake umekusudiwa kuleta ile nuru kutokea kwenye nuru ya ufalme hapa duniani. Kwa hiyo umeagizwa, umetumwa. Sasa ni hatari ukiacha maagizo uliyoletwa kuyafanya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hapa anasema wenyeji wetu ni wapi? Heaven. Wenyeji wetu ni mbinguni, ingawa tuko duniani bado. Maana yake kuna jukumu maalum limetuweka hapa duniani. Kumbuka kuna siku huwa siku zinaisha za kuwa ubalozini. Naomba ukae vizuri, mtu wa Mungu. Mchungaji akaage ameshikilia kidevu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tunaelewana? Mwambie jirani yako usisahau ya kwamba wewe ni balozi tu hapa duniani. Ni balozi, na kuna siku ubalozi. Bwana Yesu asifiwe.
Ngoja nikwambie namna unavyoishaga. Unajua kila mtu hatuwezi kufanana, siku zetu haziwezi kuisha pamoja. Sijui kama itatokea. Kuna mwingine anaenda siku alizopewa zikiisha, kuna mtu anainuliwa tena awe balozi. Hujaionaga mabalozi mwingine anastaafu, anarudi nchini kwao, anapelekwa mwingine kwenye hiyo nchi. Sasa itategemea aliyoenda kuwakilisha vipi huo ubalozi. Sasa kama aliwaaibisha, kuna baraza la nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna nini ya nidhamu? Kwani hujasoma maandiko yaliyosema? Kuna andiko fulani nasema na Yesu, nafikiri Yesu alikuwa anaongelea pale, akasema na huyu mtumwa atolewe nje, afanyeje? Acharazwe viboko. Mungu atusaidie sana. Maana yake anaonekana huyu mtu ubalozi wake tulimpeleka, hakuweza kufanyaje kutuwakilisha vizuri. Alienda akaa na mambo yake, akaa na zurula mjini wapi, akaacha kazi aliyopelekwa kuifanya. Na nielewa sasa. Kwa hiyo nikishajua mimi ni balozi wa ufalme wa Mungu duniani, lazima nitembee na hiyo mindset ya kiufalme kwamba hapa mimi sio kwangu, ila nimeletwa tu kama balozi. Napaswa nifanye yanayohusu nini? Ufalme, tazamo wa kiufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanaelewa hizi siri nzuri kabisa za kiufalme? Sasa kama wewe unajua ni mtoto wa kwa mzee fulani, shauri yako. Haleluya. Mimi najua kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Yohana Mbatizaji. Baba yake anaitwa Zakaria na mama yake anaitwa Elizabeth, lakini Biblia inasema ametumwa kutoka mbinguni na kuna kazi maalum amekuja kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazazi wametumika kama nini? Kama lango, lakini kuna kusudi la Mungu juu yao. Wewe ni balozi wa ufalme wa Mungu. As long as umeshampa Yesu maisha yako, lazima uanze kutembea kwenye mindset ya kiufalme. Haleluya. Ili ujue nini cha kufanya. Mwambie jirani yako usio mpoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu wanaonielewa. Maana saa kama hizi wengine wao wanatiwa usingizi ili wabaki hali ile ile, na kuombea Mungu akuepusha na hayo kwa jina la Yesu. Unajua shetani si ni mjinga. Yaani saa ya neno mtu mwingine ndo ni kama anamfanya alale. Mimi sijasimama hapa kufanya ulale. Nimesimama hapa kufanya uinuke tena kwa jina la Yesu. Biblia inasema toka kwenye usingizi wako wa kiroho ili uangaziwe na nuru za Bwana kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unajua watu wengi wasipojua mtazamo wa kiufalme, yani anaishi yeye kama yeye. Yani kila siku anajitafutia yeye kama ni kama amekuja peke yake, amejileta ujue. Na wakati Mungu amekuleta wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuleta ili uwe sababu jambo la kiufalme kuenea kwenye ulimwengu. Amen. Wewe haujajileta, umetumwa, ni balozi. Kwa hiyo balozi huyu anahudumiwa na nchi yake na ufalme alikotokea. Unanielewa sasa? Haleluya. Mimi sijaiona balozi anajipeleka yeye mwenyewe kwenye ubalozi anapotakiwa kwenda. Nchi yake ndio inayompeleka na nchi yake ndio inayomhudumia. Wanahakikisha kila kitu anapata. Si wao wamempeleka? Ila siku atakapotoka kwenye ubalozi akawa yeye kama yeye, asiwe balozi, akitaka kurudi kwenye nchi ile ile atajipeleka yeye kwa gharama. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakipigiwa kwenye nchi yake, bwana tumemwona fulani huku, aliyewahi kuwa balozi wetu yuko, balozi wenu yuko huku. Atasema okay, nafikiri labda ana mambo yake, kwa sababu alishatoka kwenye nini? Kuwa balozi. Sasa muulize jirani yako, wewe ni balozi au unakuja umesafiri kutokea huko mwenyewe umejileta hapa?
una mambo yako duniani kwamba ufalme wa Mungu hauhusiki. Wangapi wana huo ufahamu kwamba mimi nimetokana na mzee fulani, kwa hiyo nipo tu hapa, mimi ni mtoto tu wa mzee fulani, au mimi tayari kwa kule kuangaziwa na nuru ya Kristo nimejipata, nimejua mimi ni kweli. Wale wazee wametumika kama daraja, wametumika kama lango la kuwepo mimi, lakini kuna kitu nimekuja kufanya. Mimi sio mtu wa kawaida, sijaja kupoteza muda duniani. Praise the Lord. Wangapi wameanza kupatapata huo ufahamu? Tutajua namna unavyoishi maisha yako. Amen. Haleluya. Tutajua namna unavyoishi. Tutajua huyu kweli ni balozi. Haleluya. Tutajua. Unajua namna mtu anavyoishi, unajua kwamba huyu ni balozi au sio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Naomba tusome Warumi 14 mstari wa 17. Warumi 14 mstari wa 17. Ayatabagadushka. Hivi nilianza saa ngapi kufundisha hapa? Maana nataka niende ni saa tu. Okay. Mimi sikumbuki nilianza saa ngapi. Nimenogewa na mahubiri. Warumi 14 mstari wa 17. Anasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Unaona mtazamo wa kiufalme, ufalme wa Mungu si kula na nini? Kwa hiyo hatujaletwa duniani kula, ingawa kula na kunywa ni nini? Ni muhimu pia. Lakini mtazamo sio kula na nini? Kwa hiyo ukikaa kwenye mtazamo wa kula na kunywa, kwenye mtazamo wa kiufalme umefeli. Na ndio maana watu wengi wamekuja kukaa kwenye kutafuta chakula, kula na kufanyaje, wakaishia hapo. Si unaelewa hii kitu? Halo? Halo? Anajaribu kutuamsha hapo kwamba tuondoe mawazo ya kula na kunywa. Maisha yako kwenye kula na kunywa tu. Maisha ni zaidi ya chakula. Praise the Lord. Kwa hiyo ukikaa kwenye mtazamo wa kula na kunywa, umefeli kwenye wazo la kiufalme. Kuna wakati haupaswi kula na kunywa, unapaswa hiyo fedha ambayo ungeitumia kula na kunywa uipeleke sehemu, kwa sababu wewe ni balozi. Ni kama nakuvurua kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, anaposema kula na kunywa anamaanisha mwili ndo kazi zake. Na ukiusikiliza kweli utaishia hapo, kula na kunywa. Yaani zaidi, iko hivi. Yaani anamaanisha nini hapa? Tukiwa na huo mtazamo tutaishia kutafuta vyakula na yaani kula na kunywa tu ndio tutakalokuwa nalo kwenye akili zetu. Kumbe sasa anajaribu kutuambia kwenye ufalme wa Mungu hayo ni mambo ya ziada, ni vitu vidogo. Tunapaswa kuelewa zaidi nini kilichotuleta, hata kama kula na kunywa ni muhimu kwa sababu ya mwili tulionao. Unajua roho haihitaji ugali. Roho yako haihitaji ubwabwa. Roho yako haihitaji maharagwe. Roho yako inahitaji neno la Bwana. Lakini kwa sababu roho iko ndani ya mwili, inabidi at least wakati mwingine mwili nao ujali. Lakini sio kwamba uvaliwe mwili ndio utawale kwenye kula na kunywa. Angalia watu wengi ambao wamekaa kwenye mtazamo wa kula na kunywa, hawana wazo lingine la ziada, yani la zaidi ya kula na kunywa. Kwa hiyo mtu atakapoinuka kwenda kutafuta, anasema kutafuta riziki, ataenda kutafuta riziki kwa ajili ya kula na kunywa. Kumbe kwenye ufalme wa Mungu ni zaidi ya hapo. Mindset zetu zinapaswa zitengenezwa kwenye mfumo ya kwamba kuna wakati mwingine katika kile nilichotafuta itanilazimu kukitoa kwa ajili ya wengine, ili nifanyike kuwa daraja, wengine waweze kuokolewa. Praise the Lord. Tupo sawa sawa? Na kama hujafika mahala pa kuvunja hiyo roho ya kula na kunywa, ndio iliyompoteza Esau. Akauza nini? Uzaliwa nini?
nafasi ya uzaliwa wa kwanza. Kula na sio, nielewa ninachosema. Watu wengi wamekuja kupotea kwenye kula na kunywa. Watu wengi wameacha kutimiza makusudi yao kwenye eneo la kula. Watu wengi wameuza thamani zao kwenye kula. Kuna mahali tulizungumzia kipengele cha kwenye kuishi kwa kuongozwa na nini? Kanuni na hekima na thamani. Maana yake kuna mahala hata kama sina chakula, siwezi kuuza urithi, siwezi kuuza nafasi yangu niliyopewa kwenye ufalme kwa sababu ya chakula. Maana yake nikiuza hiyo nafasi nakuwa nimepoteza kitu, na kuipata hiyo nafasi lakini usiipate tena. Unanielewa ninachosema, mtu wa Mungu? Sasa lazima uwe na kingdom mindset ambayo itafika mahala wewe ni binti, yamkini kodi imeisha, hauwezi kwenda kuuza mwili wako ili upate hela ya kulipa kodi, ukauza urithi, ukauza thamani yako. Sio, unanielewa ninachosema? Mungu asaidie sana. Tayari hapa huyu ni mtu anayetembea kwenye uelewa, amejua yeye ni balozi, hawezi kuwaibisha ufalme, hawezi kuwaibisha ufalme kwamba tumemtuma balozi fulani kwa sababu ya kula na kunywa. Ameacha kusudi, ameanza kuna njia anaziishi ili apate kula na kunywa. Unasoma maandiko vile sema, Yusufu anasema, kwa nini nifanye uovu nimkose Mungu? Maana yake anachomaanisha nini? Nikifanya uovu nitapoteana na ule na ufalme ulionituma kuwakilisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Wangapi wanaelewa mtazamo wa kiufalme? Haleluya. Maana yake hapa kuna aina ya mikazo unapaswa kuwa nayo kama balozi wa Mungu duniani. Hata kama unaona kuna vitu fulani unavihitaji, siwezi kwenda kwenye njia zisizofaa ili nivipate. Kuna namna nitamsubiri Bwana kwa wakati wake ili nisije nikauaibisha nini? Ufalme. Kumbuka kuna saa ya kurudi wapi? Ya kustaafu kwenye nini? Ubalozini. Bwana Yesu asifiwe. Au naongea lugha ngumu kidogo watumishi? Si ziko sawa? Amen. Kuna saa ya kustaafu, analetwa mwingine, balozi mwingine. Praise the Lord. Unajua kila mtu kwenye eneo fulani, ukiona mbingu asijakufunua, si kana kwamba hautafunuliwa, ila kuna mtu bado amekava hilo eneo. Saa yako, saa ya huyo mtu ikiisha, anaondoka na wewe unafunuliwa. Unanielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio Mungu wa fujo. Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Ndio maana wakati wako anakuwa anakutengeneza. Ukifika wakati wa kufunuliwa kwako, yule aliyekuwa ubalozini, Elia alipoondolewa, anatokea nani? Elisha. Praise the Lord. Elia anarudi wapi? Kwenye ufalme, toka ubalozini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kuombea neema ya Mungu, ufahamu wako wa rohoni upate kuelewa anayoyasema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakuondoa kwenye mtazamo wa kula na kunywa tu kwa jina la Yesu. Anza kuwaza zaidi ya hayo. Anza kuona kwamba umeletwa kwa ajili ya watu wengine. Maana yake wewe utakaposimama sawa sawa, utafanyika kuwa daraja la wengine kuvuka. Praise the Lord. Haleluya. Watu wengi ambao wako ndani ya ufalme ambao hawajaelewa hizi system ni watu ambao kila siku ndio tunasumbuana nao. Vipi sasa? Masuala ya Mungu bado naangalia. Ila wakati huo hajaacha kula na kunywa. Kula na kunywa anakunywa. Anatimiza vyote. Ila kwenye masuala sasa, kumbuka anasema ufalme wa Mungu si kula. Ingawa Biblia inasema chakula ni kwa mwili, ni kwa tumbo na tumbo kwa chakula, but sio kitu ambacho ukiwekee kipaumbele sana. Tupo sawa sawa? Ndio maana unaweza kukutana na mtu ana hata siku kadhaa, yani ajala ile kwa muendelezo
asubuhi, mchana na jioni, yaani amkini anakula jioni tu, ila yale mambo ya kiufalme ndo ameyapa kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana yake nini? Huyu mtu anajaribu kuipa roho yake nafasi mbele za Bwana ili aweze kusikia zaidi kwenye nafasi yake ya ubalozi, aweze kutenda sawasawa na alivyokusudiwa, alivyokusudiwa na ufalme wa Mungu, kutimiza kile ambacho Mungu anataka atimize. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Malizia hapo mtu wa Mungu, malizia hapo. Oh, zataladakadagada rasofila katuska lahante randosudu yakatilaba. Malizia hapo mtu wa Mungu. Anasema maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sasa unaona mambo aliyosema, haki ni utakatifu, alafu jambo la pili ni nini? Tukianzia hapo kwenye haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yaani hayo mambo, hata kama mambo ya kimwili haujayaona yametimia, ukiwa na hivi vitu vitatu una ushindi. Haleluya, una ushindi. Amen. Yeyote aliyekaa kwenye mtazamo wa kula na kunywa, saa vikiisha, hapo ndo huwa furaha yake inabadilika. Hapo ndo anavurugwa, ana confuse, kwa sababu kula na kunywa, vitu vya kula na kunywa havipo. Sio kama unanielewa ninachosema. Lakini mtu aliyejengwa kwenye utakatifu, kwa maana ya kutembea kwenye namna ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu naongea naye mahali hapa, mtu ambaye ana amani ya Kristo. Yesu anasema amani ninayowapa haitokani na mambo ya dunia, ni amani inayotokana na Baba, amani inayotokana na mimi, amani inayotokana na neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo mtu amani yake haitokani na vitu vya dunia hii. Kuna mtu anaweza akawa hajapata vitu vya dunia hii lakini anayo amani. Kumbuka, ukipoteza amani, maamuzi yako pia yanaanza kuwa na shida. Naongea na mtu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Karadabasata. Tuko sawa sawa wana wa Mungu. Zumbunoria kaya baba. Alafu jambo lingine anasemaje? Amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Wangapi ameshafikia hicho kiwango, kuishi kwenye hayo maisha? Unajua, ngoja nikwambie siri, mtu wa Mungu, mtu yoyote ambaye hajafikia kwenye kuishi hayo maisha hayo yaliyosemwa hapo, haki, amani na nini na furaha katika Roho Mtakatifu, anaendeshwa kwenye mifumo ya dunia. Na ukiendeshwa kwenye mifumo ya dunia, kila siku utakuwa na kama kinyonga. Unajua kinyonga anabadilika kadiri ya mazingira. Si unanielewa ninachosema? Lakini mtu wa rohoni habadiliwi na mazingira, bali yeye huyageuza nini? Halo. Wangapi tumeshafikia hilo eneo? Yaani hata kama vitu vya kimwili hujaviona vimetimia, but kwa sababu ya ile neema ya Mungu, kwa sababu ya ile furaha ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ya ile amani ya Kristo, unaona kabisa huyu mtu siku kwa siku anatembea katika namna ya kuendelea. Mambo ya kimwili yakichange, unaona mtu pia ana change. Unaamka asubuhi, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe kwa lipi? Unajua ni mtu anayeendeshwa na nini? Anaendeshwa na nini? Asifiwe kwa lipi bwana? Maana nimemuomba Mungu hajatenda. Mtu anayetembea kwenye namna ya kuongozwa na Roho wa Mungu ana imani, ana uhakika ya kwamba as long as na mahusiano mazuri na Baba, ananiwazia mema. Yes, ananiwazia mema. Anasema kwenye Yeremia 29:11, mawazo ninayowawazia ni mawazo ya amani. Haiwezekani ukawa na Baba na una mahusiano naye mazuri akakuwazia vibaya, ila tu inategemea nyakati za kupewa ulichoomba. Kumbuka mtoto kama yule huwezi kumrithisha gari ukamwambia endesha mpaka mjini. Ni mtoto wako kabisa.
lakini ufahamu wake haujafika mahala pa kuweza kumpa vitu vikubwa vikubwa. Labda ni mzazi ambaye amechanganyikiwa. Kumbuka Mungu sio mpoteza rasilimali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambao bado haujakuwa, haujafika mahala pa kuwa na ufahamu wa kuhendo mambo ya Mungu, ya kumwelewa Mungu, hata kuna vitu ukiomba, nakwambia subiria, bado viko chini ya mawakili, waangalizi wanakuangalizia. Kadiri unavyokuwa ndivyo kinaanza kuachiliwa. Anasema ukiwa mwaminifu kwa madogo, Mungu anaanza kukupima kadiri ya namna ambavyo unaomba. Anakupa vitu fulani, anakupima uaminifu wako. Kadiri unavyokuwa mwaminifu, anakupima tena, anaachilia kingine, anakupima tena, anakupima tena, anakupima tena. Kadiri unavyoendelea kuwa mwaminifu, anaendelea kukuamini. Hauwezi kuaminiwa kama hujao mwaminifu. Hiyo ndio kanuni. Lazima wewe uaminike kwanza, ndipo uaminiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uaminiwe, huwa kuna kakitu kana Mungu anakupa kakitu fulani, kabaraka fulani hivi kanaachiliwa kwako. Anataka kuangalia, je, anamwambia Ibrahimu, nipe Isaka. Nataka kuangalia moyo wa Ibrahimu uko wapi, kwa Isaka au upo kwangu niliyempa Isaka? Praise the Lord. Kwa hiyo Mungu huwa kuna namna anatuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko sawa sawa. Wana wa Mungu, ninapoelekea mwishoni hapa, najaribu kuwekea vizuri haya mambo ili uelewe sasa, kuwa na mtazamo wa kiufalme, kingdom mindset. Tusipofika kwenye hilo eneo la kuwa na uelewa au mtazamo wa kiufalme, Mungu hatakuwa na watu wanaoweza kumwakilisha duniani. Kila mtu atakuwa na maisha yake, na haswa watu watakuwa wamekaa kwenye kula na kunywa. Mungu atusaidie sana. Watakuwa wamekaa kwenye mtazamo wa kula na kunywa. Sio mbaya, lakini kwenye ufalme wa Mungu hayo mambo ni ya ziada, mtu wa Mungu. Yaani kuna vitu vikubwa zaidi. Kuna wakati fulani Yesu analetewa chakula na wanafunzi wake. Wameenda kununua mjini. Analetewa, anaambia njoo ule mwalimu. Anasema chakula ambacho mimi ninafanyaje? Ninachokula ni nini? Niyafanye nini? Chakula changu niyafanye mapenzi. Yaani mpaka inafika mahala fulani Yesu anasahau. Yaani hata kula sio jambo la muhimu kwake, kwa sababu ya kazi aliyoijia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sikufundishi kwamba usile vizuri. Wewe kula vizuri ni kipawa pia, lakini usiyafanye kuwa ndo mambo yaliyotawala maisha yako. Si kama unanielewa ninachosema? Yaani wewe kula vizuri, kula upatapo nafasi, na ukisha kuwa kwenye mifungo, funga. Si wewe ni balozi? Unatembea kadiri ya maelekezo kutokea juu. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Wewe haupo kwa ajili yako. Kwenye ufalme wakisema wiki nzima utakuwa unakunywa uji tu, si wewe ni balozi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ufalme wa Mungu akisema mwezi mzima utakuwa unakula jioni tu, wewe ni balozi? Maana kuna mahala wanataka wakuvushe kiwango fulani ili lile jambo la kiufalme liweze kutimia sawa sawa, kwa ukubwa fulani, kwa utukufu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia mifungo, sio kwamba Mungu anajibu kwa sababu ya mifungo. Mifungo ni sehemu ya kujinyenyekesha, roho zetu zimkaribie Bwana ili utukufu wake ufunuliwe zaidi. Amen. Amen. Kwa hiyo hizi pia ni kanuni za kutembea kwenye nini? Kwenye ufalme wa Mungu. Kumbuka tumesema hapo kwenye kutembea kwa kanuni. Mifungo pia ni kanuni. Utoaji pia ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndio wa kwanza kutoa, wewe sio wa kwanza. Mungu ndio wa kwanza kufanyaje? Kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Alimtoa mwanae wa pekee akafa kwa ajili yetu. Haleluya, haleluya. Naomba tusome tena Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20. Hazijaisha bado au zipo dakika? Tayari? Hongereni bwana, mko vizuri. Time keeper huyo. Naomba tusome hapo Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20.
Naomba tusome hapo. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20 nasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Anatupa Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Yes. Tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Yaani Mungu anasema kwa vinywa vyetu. Yaani Mungu anatumia vinywa vyetu kufikisha message sehemu. Tu wajumbe. Haleluya. Sasa wajumbe wa Kristo au wa ufalme wa Mungu lazima wajielewe namna ya kutembea kadiri ya ufalme, kadiri ya kanuni za kiufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeishia. Anasema, yes. Waomba ninyi kwa ajili ya Kristo upatanishwe na Mungu. Yes. Yaani hao watu kwa sababu ni wajumbe, wao wanasimama kuomba ili watu hawa wapatanishwe na Kristo kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni huyu mtu ambaye anasimama kama mjumbe ni mtu wa namna gani? Lazima ajue namna ya mkao. Praise the Lord. Mfano ukienda kwenye gereza la askari magereza kuna namna wanavyovaa. Naeleweka? Askari jeshi kuna namna wanavyo. Askari polisi kuna namna wanavyo. Askari wa uhamiaji kuna namna wanavyo. Yes. Ukimwona unajua kwamba huyu yuko kitengo fulani. Na pia wamefundishwa aina kanuni, nidhamu fulani, wanatembea kwenye nidhamu kwa sababu wao ni watu wa eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akisha, mfano rais wetu, kuna aina ya rangi anazopaswa kuvaa kwa sababu ya kwenye nafasi aliyopo. Najaribu kufundisha ili uelewe hizi si. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukija kuona picha yake ile ambayo ndio inatumiwa sana, amepiga nani ile, si inaitwaje, nyekundu, rangi nyekundu, maana yake ni mamlaka. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni mamlaka. Sasa wewe mwana wa Mungu lazima ujitambue, lazima ujue kwamba wewe ni nani na kwa nini upo duniani na unapaswa ufanye nini ili usije ukaaibisha ufalme na wakati wewe ni balozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza, wana Mungu, tumeelewa kwamba kwenye kuwa na mtazamo wa kiufalme kwa maana ya kingdom mindset ni kuelewa kwanza mapenzi ya Mungu, kuyapata kwanza, kuyatafuta kwanza mapenzi ya Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Mungu akitupa neema, nafikiri tarehe 6 mwezi wa 9 bila shaka tutakuwa hapa. Amen. Ndio Jumapili yetu ya kwanza, tutakuwa tumerudi nyumbani hapa. Amen. Kwa hiyo Mungu akinipa neema nitaendelea ili tupate kujua zaidi na zaidi. Mungu akubariki sana, nikutakie neema nyingi katika jina la Yesu. Amen.